Baba Askofu Enoch Zakayo Bugota, makamu wa askofu mkuu AICT, mchungaji na mwalimu Joseph Alex Mtebe, katibu mkuu wa AICT, yani Africa Inland Church Tanzania, mkurugenzi huduma za jamii AICT, mkuu wa idara ya afya AICT, mganga mkuu wa mkoa ama mwakilishi wake, katibu wa diocese yetu ya Shinyanga AICT, wajumbe wa bodi ya chuo hiki na vyuo na kampasi ya Mwanza na ya Bishop Kisula, mkuu wa chuo cha sayansi za afya Kolandoto, wakuu wa vyuo jirani mliopo, wakuu wa taasisi za fedha mliojumuika nasi, wanajumuiya wa chuo cha sayansi za afya Kolandoto, ndugu wahitimu, wageni waalikwa wote wakiwemo wazazi, ndugu, jamaa na marafiki, wanahabari, vyombo mbalimbali ikiwemo Inland TV, mabibi na mabwana, uhuru wa Yesu. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Tumsifu Yesu Kristo. Mwanakondoo ameshinda. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na watu wote mnaofuatilia kwa njia ya vyombo vya habari pamoja na Inland TV kwa majumuiko ya vyombo vya habari tulivyo navyo siku ya leo. Awali ya yote, napenda kumshukuru Mungu kwa kunijalia kufika hapa nikiwa na afya njema kwa ajili ya mahafali haya ya 14 Kolandoto Shinyanga, mahafali ya 3 kwa Mwanza kampasi na ya 8 Bishop Kisula, na vijana wetu wote ambao leo tunahitimu. Ndugu mkuu wa chuo, kuna msemo mmoja wa Kiafrika, yani mithali za Kiafrika, ambao nitausoma kwa Kiingereza alafu nitautafsiri. Unasema, a tree is strong because of its roots. Yani ni kwamba mti una nguvu kwa sababu ya mizizi yake. Ni miaka sasa 100 tangu babu yangu ambaye ndiye alikuwa mwenyekiti wa bodi ya wadhamini wa AICT wa kwanza, akiwa makamu wa askofu Bishop Jeremia Maru Kisula, na mimi leo ni mwenyekiti wa bodi ya wadhamini wa kizazi hiki cha sasa. Na ndio maana nimesema mti hauwi na nguvu bila mizizi yake. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwa ajili ya mzee huyu aliyelitumikia kanisa lake. Ni siku 2 zijazo tu, tarehe 26 mwezi wa Julai mwaka 1976 alipolala na kumaliza safari pale hospitali ya Sengerema miaka 50 iliyopita. Kwa hiyo mti hauwi na nguvu bila mizizi yake. Na mimi nimemwomba Mungu anitie nguvu kwa sababu ninapita kwenye miguu ya wazee waliotutangulia. Jina la Bwana libarikiwe. Ndugu mkuu wa chuo pamoja na wahitimu, mahafali hii isingelikuwepo bila historia ambayo tumeisikia kwamba ni mahafali ya 69 na mwaka kesho ni miaka 70. Wiki moja iliyopita nilialikwa chakula cha usiku katika familia moja, na katika maongezi nikapenda nijue historia ya huyo mama mwenye umri wa miaka 80 sasa. Maisha yake mpaka umri huo amepita wapi? Ndipo aliponishuhudia kwamba alipomaliza middle school kule NASA akisoma na mamangu mzazi, baadaye akaenda Bwiru Girls, na kisha baada ya Bwiru akatumwa wakati ule kuja kusoma chuo cha Kolandoto nursing school. Akasoma yule mama
Alipomaliza akaajiriwa kwenye hospitali hii ya Konandoto, na kisha chuo kwa kushirikiana na hospitali kikapata scholarship za kwenda Uingereza. Mama huyu akaenda chuo kimoja kule Uingereza kuendelea na masomo yake ya nesi kupitia chuo hiki. Akiwa anasoma kule Uingereza akapata ajira kwenye hospitali za Uingereza, na baadaye akaungana na familia yake na mumewe kule Uingereza. Baadaye wakarudi, akaendelea na kazi jijini Dar es Salaam katika hospitali ya Aga Khan, lakini mzizi wake ni Konandoto. Kwa hiyo tumpigie makofi Mungu kwa waasisi waliotutangulia kanisa pamoja na wote waliohusika katika kuhakikisha kwamba tuna chuo hiki. Ni mahafali ya 14 mara baada ya usajili wa NACTVET. Tunamshukuru Mungu. Ninaleta pia salamu kutoka kwa Tume ya Kikristo ya Tanzania ya Huduma za Jamii ambayo iko chini ya CCT, Jumuiya ya Kikristo Tanzania, pamoja na TEC, Baraza la Maaskofu wa Katoliki Tanzania, kutoka kwa mkurugenzi wake mtendaji ndugu Peter Maduki, na kwa neema ya Mungu mimi pia ni kamishna anayewakilisha CCT kwenye tume hii. Naomba mzipokee salamu hizo ambazo anazituma kwenu na kuwapongeza hasa wahitimu pamoja na idara ya afya kwa ujumla na idara ya elimu ya AICT kwa kazi kubwa ambayo wanaifanya. Ndugu zangu, siku ya leo ni siku ya kihistoria kwa sababu ni mwaka mmoja ujao tutakuwa tuna mahafali ya 70 kihistoria, lakini miaka 15 ya chuo hiki cha sayansi za afya tangu kusajiliwa na NACTVET. Lakini kama muunganiko huu utaendelea kuwepo, mwaka kesho itakuwa ni mahafali ya 4, lakini mwaka 28 itakuwa ni mahafali ya 5 kwa kampasi ya Mwanza na mahafali ya 10 kwa kampasi ya kule Bishop Kisula kule Simiyu. Kwa nini nasema haya? Mwisho wa kuahirisha mahafali haya tutakuwa tunajiandaa na mahafali zinazofuata. Kwa hiyo ni muhimu kuwa na dira na kuona wapi tunakokwenda baada ya kutokea hapa. Ndugu mkuu wa chuo, ni miaka 8 Mchungaji Yosefales Ntebe alipoteuliwa kuwa katibu mkuu kiongozi kabla ya mabadiliko ya katiba, na mimi nikiwa mwazini mkuu. Baba huyu tumpigie makofi mengi sana. Naomba tumpigie makofi. Hata huu ukumbi tusingelikuwepo leo bila jitihada zake. Katika kufanya naye kazi, mimi nikiwa mwazini mkuu, kwa neema ya Mungu, katika ziara zake za vipaumbele aliniambia kwanza idara ya afya, pili idara ya elimu. Na kweli tulisafiri ziara ya siku 10 pamoja na yeye mwaka 2019 na wawakilishi wengine wawili. Tulifika hapa kwenye ofisi ya mkuu wa chuo, tukawa na kikao cha kikazi. Mchungaji Yosefales Ntebe, Mungu akubariki sana kaka. Umepambana. Mimi leo nisingelisimama, ilikuwa ni msingi tu, lakini bado tunaita mkombozi ukumbi. Lakini basi leo ninashukuru Mungu kuona ukumbi mzuri, na hii yote ni matokeo ya uongozi mahiri wa chuo pamoja na idara yetu ya afya na huduma za jamii kwa ujumla. Tuwapigie makofi mengi. Kwa hiyo mti una nguvu kutokana na mizizi yake. Nimshukuru Mungu sana kwa ajili ya bodi ya chuo. Nimepata nafasi ya kukutana na bodi kadhaa kwenye vikao vyetu vya mabaraza ya utendaji ya kanisa. Ninamtukuza Mungu sana kwa ajili yako ndugu yetu Pastor Shiluka. Miaka hii 8 ninayoizungumzia tulikuwa wote, na Mungu akubariki sana
chini ya uongozi wa bodi, lakini pia na chini ya idara ya afya inayoongozwa na kaka yangu Daktari Wallace. Mungu awabariki sana, pamoja na kaka yangu Bwire sasa kama mkurugenzi mkuu wa idara hii, mkurugenzi hii ya huduma za jamii kwa ujumla wake. Nawapongeza management ya chuo hiki na vyuo vyote, kampasi ya Mwanza na kampasi ya Bishop Kisula. Na kwa kweli mwaka ule 2019 tulizungukia vyuo vyote, na hata maono ya kampasi ya Mwanza wakati yanatengenezwa, nakumbuka sana katibu mkuu aliniita akaniambia ni shule ya sekondari ndio, lakini tunaweza tukabadilisha elimu ikawa idara ya afya, na pendekezo lile likapita. Tunamtukuza Mungu sana kwamba leo tunayo kampasi ya Mwanza, na jina la Mungu wetu litukuzwe mno kwa yote haya. Niendelee pia kuwashukuru sana ninyi mnaohitimu leo. Bila ninyi tusingelikuwa na mahafali hii. Tuwapongeze wahitimu kwa makofi mengi, na washukuru wazazi, wafadhili na wote waliohusika pamoja na serikali yetu kutengeneza mazingira wezeshi ya kuwa na vyuo hivi. Tuwapigie makofi mengi sana na pongezi nyingi. Ninyi wahitimu, ninajua mambo haya matano yaliyozungumzwa na mkuu wa chuo ni ya msingi kwenu, na kwa kweli ni mambo ya kuzingatia, lakini niwape tena neno hili la mithali ya Kiafrika ambayo iliandikwa kwa tamaduni za Kizulu kule Afrika ya Kusini. Hii mithali inasema umuntu ngumuntu gabantu. Umuntu, hebu tuseme umuntu ngumuntu gabantu. Hii mithali maana yake ni kwamba ni muhimu kuwakumbuka familia zetu, washauri mentors, na jumuiya ambazo zimetusaidia sisi wanachuo wa mahafali haya ambao ni ya 14 kuweza kufikia hatua hii ya muhimu katika elimu. Na hili ni deni kwenu kwa vizazi vilivyopo na vizazi vijavyo pia. Kwa hiyo umuntu ngumuntu gabantu inasisitiza kukumbuka ulikotoka. Wahenzi walisema inachukua kijiji kusomesha mtu mmoja. It takes a village to raise a child in the African continent. Kwamba inachukua kijiji kumkuza mtoto na kumlea katika maadili yetu ya Kiafrika. Kwa hiyo wako watu wengi wamegusa maisha yenu, na mkumbuke kwamba kuhitimu kwenu kunaleta deni la umuntu ngumuntu gabantu. Ndugu mkuu wa chuo, Kanisa la African Church Tanzania na taifa kwa ujumla linatambua mchango mkubwa unaotolewa na Chuo cha Sayansi za Afya kwa Ndoto katika sekta ya afya kwa kutoa huduma, utafiti na ushauri. Chuo hiki kwa umri wake wa miaka 69 sasa kimezalisha watumishi wengi sana wanaohudumu ndani na nje ya nchi kama nilivyotangulia kusema, na nafikiri kwa sababu ni 3550, ninaamini kama baadhi yao hawapo nasi leo, lakini ziko familia zao. Jana katibu mkuu tulikuwa tumeenda mahali fulani kukagua barabara ambayo inaelekea kwenye maeneo ya kiwanja chetu cha kanisa pale Mwanza. Yule kiongozi wa TARURA walipofahamiana akagundua kwamba kumbe yeye katibu mkuu wakati anasoma matron alikuwa ni mama mzazi wa yule bwana. Na kwa sababu hiyo nilifurahia wakati ananishuhudia katibu mkuu, nikaona mahusiano yanazidi kuwa imara zaidi. Chuo hiki kuwepo na wahitimu wao 3550. Hebu sema 3550. Kama kila familia ikitoa 10,000, tutakuwa na shilingi ngapi?
milioni 33.5. Kama kila familia ikitoa $100,000 tutakuwa na milioni 350.5. 350. Kama kila familia ikipledge mwaka mmoja shilingi milioni 1 tutakuwa na milioni 3.5. Hatujajenga kantini, hatujaimarisha miundombinu, ni mkakati wa mwaka mmoja tu. Kama tuna kandidata, tunao uwezo wa kupata hizo fedha, akiwemo na huyo mama ambaye jana wiki hii iliyopita alishuhudia na umri wake 80 kwamba ni chuo hiki kilimemfikisha mahali pale alipofika kitaaluma. Tuwapigie makofi hao wahitimu 3,350. Ni hazina ya chuo, ni hazina ya taifa na ni hazina ya familia. Kama tulivyosema, umuntu ngumuntu ngabantu. Hivyo ndivyo tulivyo Afrika, na ni mkakati wa kihistoria ambao tunaweza tukautumia. Kule Kenya walianzisha kitu kinaitwa harambee. Harambee kutokana na hiyo kwamba watu wanajikusanya, jamii na ukoo wanachangia, kijana anaenda kusoma. Kwa hiyo kuchangia miundombinu ya chuo hiki, kuchangia maendeleo ya chuo hiki ni kutekeleza hiyo dhana ya it takes a village to raise a child in Africa, au umuntu ngumuntu ngabantu. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu mkuu wa chuo, katika hotuba yako umeongelea pia swala la ujenzi wa barabara ya kiwango cha lami, uwepo wa kituo cha polisi. Haya, ninashukuru, nimeona hotuba yako na nimeisikia kwamba kulikuwepo na kikao na mheshimiwa mbunge na mengine yaliyojadiliwa. Sasa kwa kupitia njia nyingine kabisa, asubuhi ya leo nikarudi hili ulilolisema, na nikauliza naweza nikayakote haya maneno? Anasema ndio yakote. Sasa niliambiwa hivi kwamba mwaka huu barabara itajengwa, na nikaambiwa na mwaka huu kituo cha polisi kitajengwa. Kwa hiyo mimi nimefikisha ujumbe wa Uwawi, na mimi nitalisimamia, nitalifuatilia kwa njia ile ile nilivyonifikia siku ya leo. Tuipigie serikali yetu makofi mengi kwa kutambua hilo la msingi sana. Nilitaka kujiepusha nalo kwa sababu mimi sio mwanasiasa, lakini nikasisitiziwa nizungumze. Nafikiri mheshimiwa waziri huyo na alikuwepo na anaelewa anachokizungumza. Kwa hiyo tuichukue kauli yake kama ndio utekelezaji, hata kama huko nyuma zilishatolewa za awali, basi sasa utekelezaji umefikia wakati wake, na jina la Bwana litukuzwe sana. Umezungumzia swala la mgahawa wa chuo. Yote haya yamepokelewa kuanzishwa kwa chuo kikuu, na mimi tu niseme, kabla sijasimama hapa nilikaa na katibu mkuu na kumuuliza, na kwa kweli ni kama alisema ni kama tumechelewa sisi wenyewe, sababu ni swala la michakato na kuipeleka mbele. Kwa hiyo kama ulivyoniomba nitoe tamko, na mimi kwa sababu ni mjumbe mpya kwenye bodi yako, na mimi natoa tamko hilo kwamba sasa mchakato wa chuo kikuu ukamilike, ili tunapokutana mwaka kesho basi tuwe tunaongelea tumeshaanza. Na kwa maombi yenu na dua zenu, ninyi wahitimu na wanachuo ambao bado mko masomoni, na wazazi na wote mnaonisikiliza kwa njia ya mitandao, tushikane kwa pamoja kuhakikisha jambo hili linakamilika, na Mungu atatukuzwa na jina lake litabarikiwa na vizazi vyote. Ndugu mkuu wa chuo, ninapoelekea mwisho wa hotuba yangu hii, nitumie nafasi hii kuwashukuru tena viongozi wote wa vyuo kwa kunipa nafasi hii kuwa mgeni rasmi, na kupitia ofisi ya katibu mkuu. Kwa kweli alinipigia simu na kunishirikisha. Mimi ni mchungaji pia wa kanisa la ACT Chang'ombe
wengi wanaifahamu Neema Gospel Choir pamoja na CVC, wale walioimba Elohim. Kuna majukumu mengi kule, lakini hili ni jukumu la Kristo, ni jukumu la kanisa, na wenzangu walinipa fursa ya kuweza kuja kushiriki. Nikushukuru sana katibu mkuu na ofisi yako pamoja na idara ya afya kwa ujumla kuweza kunialika kuwa mgeni rasmi, na mimi niweke historia ya miaka 50 ya babu yangu baada ya kuondoka duniani kama mwenyekiti wa bodi wa kwanza wa bodi ya wadhamini, na mimi mjukuu wake kuwa sehemu ya mgeni rasmi katika tukio hili la kihistoria kwangu na ukoo wangu. Niwaombe tu ndugu zangu, ninyi mnao kwenda kutunukiwa vyeti na kuhitimu leo, mkaendelee kuwa raia wema, mkawe nuru ya ulimwengu na chumvi ya dunia, watendaji ambao mtafuata maadili mema kama ilivyokwisha elezwa na mkuu wa chuo, mkaheshimu sheria, mkaepuke masuala ya rushwa na ufisadi. Tunayo dira ya maendeleo ya taifa ifikapo mwaka 2050, ina mambo mengi mazuri yenye fursa kubwa kwenye sekta ya afya. Na yasema haya kwa kiti changu kama kamishna wa Tume ya Kikristo ya Huduma za Kijamii upande wa elimu na afya. Mnazo fursa nyingi za kuweza kujiendeleza na masomo zaidi huku mkiwa kazini, na kwenu wanafunzi mnaobaki, naomba muongeze bidii ya masomo, dumisheni nidhamu, amani, utulivu na ushirikiano na wakufunzi ili mtimize malengo yenu hapa chuoni. Sasa nitumie nafasi hii kuwatakia tena nyote sherehe hii njema yenye baraka tele, na kuendeleza vyuo vyetu hivi na campus zake 3 kwa ujumla, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Asanteni sana kwa kusikiliza. Umuntu gabantu.